Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Tundu Lissu, ameomba mahakama ya rufani kutupilia mbali maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na mkurugenzi wa mashtaka DPP na amlipe fidia kwa ucheleweshaji wa shauri lake. Lissu amesema hayo mbele ya majaji watatu wa rufani, Shimiwa Mwarija, Muruke na Hamis, ambapo amedai kuwa kesi yake imecheleweshwa kwa makusudi kwa siku 139 huku akikaa gerezani kwa mwaka mmoja na miezi mitatu sasa hivi. Nikinukuu kile ambacho amekisema: kwa jinsi ambavyo nimeyazungumzia, yameletwa kwa lengo moja tu, kurefusha kesi ya msingi, na ukirefusha kesi ya msingi, mjibu maombi ataendelea kukaa Ukonga prison, na leo ni siku ya 139 tangu hii mbinu ya kucheleweshwa kesi waianzishe. Nimo gerezani leo mwaka na miezi mitatu, lakini kwa sababu ya ucheleweshwaji huu siku 139 kuanzia Februari 24 mwaka 2026 hadi leo Julai 3 mwaka 2026, amelalamika Lissu. Ameendelea kueleza mahakama ya rufani kuwa kitendo hicho cha DPP kinaendana kinyume na matakwa ya katiba juu ya DPP kuhakikisha mwenendo wa mahakama haitumiki vibaya, ni maslahi ya umma kuzingatiwa, huku akioji ni yapi maslahi ya umma kwenye kesi hiyo. Nikinukuu tena kile ambacho amekisema: maombi haya yana maslahi gani ya umma? Katika kukazia maombi yake kwa mahakama, ombi langu sio tu mahakama hii yakatae maombi hayo, ni kutumia mamlaka ya mahakama kuu kumwamuru mleta maombi alipe fidia kwangu kwa sababu ya ucheleweshaji huu, kwa sababu ya taabu aliyonisababishia kwa siku 139. Mumwamuru DPP anilipe fidia kwa usumbufu wote huu. Akijibu hoja za Lissu, wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga amepinga madai ya Lissu kuwa maombi hayo yameletwa kwa ajili ya kuchelewesha kesi, akisema kuwa si nia ya DPP. Kuhusu malipo ya fidia kwa kuchelewesha usikilizwaji wa kesi, amesema kifungu alichokitumia Lissu hakitumiki katika mazingira ya shauri hilo. Amefafanua kuwa kifungu hicho kinatumika pale ambapo mahakama inakuwa imesikiliza kesi na kuamua kuwa haina msingi. Baada ya kusikiliza pingamizi la awali pamoja na maombi haya ya msingi, mahakama ya rufani imeahirisha shauri hili na imesema itatangaza siku ya uamuzi wa kesi hiyo. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi.